Kwa majina naitwa Ramadhani Mgalula, ni kaimu mkurugenzi wa ununuzi Mamlaka ya Mapato Tanzania. Kwa niaba ya kamishna mkuu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania, leo hii tupo katika mkoa wa Kagera, na kimsingi tumekuja hapa kuongea na wafanyabiashara. Na msingi mkuu wa kuongea na wafanyabiashara ni kwanza kutoa shukrani zetu kwao kwa kushirikiana na Mamlaka ya Mapato Tanzania katika ufanisi wao wa ulipaji kodi kwa Mamlaka ya Mapato Tanzania. Na hili linajibiwa kutokana na mkoa wa Kagera, malengo yake katika miezi 11 yametimia. Kwa ufanisi wake ni asilimia zaidi ya 100. Kwa hiyo tumekuja hapa kuongea nao na kutoa shukrani zetu. Hilo la kwanza. La pili, tumekuja kuwasikiliza kwa ajili ya kusikiliza changamoto zao ambazo wamekuwa wakizipata katika swala zima la ufanyaji wao biashara. Tumekuja kuwasikiliza na kuzitatua changamoto zao ambazo kimsingi zitapelekea wao wafanye biashara kwa ajili ya kuongeza vipato vyao na uchumi kwa ujumla, lakini na pia na sisi upande wetu wa kuweza kukusanya kodi. Kama tunavyojua kwamba makusanyo haya ya kodi yanaenda kwenye malengo mbalimbali ya maendeleo mbalimbali, kwenye ujenzi mbalimbali wa kimkakati, kwa maana ya miundombinu, kwa maana ya barabara, madaraja, mahospitali na kadhalika. Lakini pia tumekuja vile kuwakumbusha wajibu wao wakiwa kama wafanyabiashara hapa mkoani Kagera, kwa maana ya tunaelekea mwishoni mwa mwaka huu 2025, kwa maana tarehe 30 mwezi wa 6 2025, kwa maana sasa waweze kulipa madeni ambayo wanadaiwa ili kujiepusha na riba ambazo zinaweza zikajitokeza. Lakini pia kuwakumbusha wakiwa wanafanya biashara, kwa maana ya kuuza, wakiwa wanauza watoe risiti, lakini wakiwa wananunua watoe risiti za kielektroniki. Lakini pia tumeendelea kuwakumbusha kwa hizi biashara wanazofanya za international, biashara za nje za kimataifa, wakiwa wananunua, wanaleta mizigo, watumie customer zetu, ofisi zetu kwa ajili ya kulipa kodi na takiwa kulipwa, kwa maana ya wajiepushe na magendo. Kwa hiyo kimsingi tumezisikiliza kero zao na tumeweza kuwatatulia kero zao, lakini pia kutoa appreciation ya wao kama wadau wetu walipa kodi, kwa mchango wao wanaolipa kwa kodi zao wanazolipa katika Mamlaka ya Mapato Tanzania. Mkakati wetu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania, lengo kwamba ni kuwafuata walipa kodi. Kama mnavyoona hii leo, sasa hivi sisi hatukai tena ofisini. Sasa hivi tunatoka tunawafuata wao, kama mnavyoona hii, kusikiliza kero zao. Lakini pia tumekubaliana kimsingi, mfanyabiashara huyu alisema kwamba kitu ambacho kinatakiwa kiboreshwe ni elimu kwa umma, kwamba kuna watu hawafahamu ulipaji, taratibu za kulipa kodi na kadhalika. Kwa hiyo tumeyapokea na tutaendelea kuyafanyia kazi. Lengo ni kuwafikia wateja, kuwafikia walipa kodi, kuwe kuna awareness ya wateja na walipaji kodi. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Mama Alfonsina Anatori Balongo, ni mfanyabiashara lakini mkurugenzi wa kampuni ya Albasia Company Limited iliyoko hapa mkoa wa Kagera. Leo tumepata ujio wa viongozi kutoka TRA makao makuu, ikiungana na meneja wa mkoa na watu wake. Tunawashukuru kwani wameweza kututembelea, na wapongeza kwani wanaweza kufikia wafanyabiashara mahali walipo. Nipende kuipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi nzuri wanayoendelea kuifanya katika maeneo yetu, hasa kwa kuwafikia wananchi na kuwaomba kuwasikiliza na kuhakikisha kwamba wanatatua changamoto walizonazo. Mimi binafsi niipongeze serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya mama yetu Samia Suluhu Hassan, ambaye amefanya kazi kubwa katika mkoa wetu wa Kagera
na kutuwezesha akina mama na wafanyabiashara wengine kuweza kufanya kazi zetu kwa uweledi na kuhakikisha kwamba tunakusanya kodi bila kusurutishwa. Mkoa wetu wa Kagera inayo mfumo mzuri wa kutuelimisha wafanyabiashara katika ukusanyaji wa kodi, lakini pia katika kuhakikisha kwamba wafanyabiashara wanapouza wanatoa risiti, lakini wanaponunua wanadai risiti. Hili ni jambo zuri na tunashukuru kwamba sasa mkoa wetu wa Kagera tunaweza kukusanya mapato yetu mpaka tunakisidi ile kiwango tulichowekewa na serikali. Na labda niweze kuiomba serikali endelee kuendeleza mpango huu wa kuwafikia wananchi katika ukusanyaji wa kodi, kwani kodi ndio maendeleo yetu. Tukikusanya kodi kwa hiari, basi tutapata maendeleo ambayo tunatarajia kuyapata. Lakini pia niendelee kumuomba kamishna azifanyie kazi changamoto zile ndogo ndogo ambazo tunakuwa tukieleza katika safari zao wanapokuwa wametutembelea, na ninaamini zingine wameanza kuzifanyia kazi na zingine ambazo tunaendelea kuzitoa, basi waendelee kuzifanyia kazi.